Yesu asifiwe. Niruhusu tu nikaweze kushiriki neno la Mungu kwa kifupi, faida za mbingu wazi. Kwa hivyo kila ambacho unahitaji kujifunza ya kwamba lazima ukaweze kulinda mbingu zako siwe wazi daima. Na pia tukajifunza ya kwamba kuna baadhi ya maneno ama baadhi ya vitu ukifanya inafanya mbingu yako kufungwa. Kwa hivyo niruhusu tu kwa muda mfupi kufunza faida za mbingu wazi. Faida ya kwanza, nchi na ardhi yako inafungwa. Kwa hivyo unapata ya kwamba mambo yako haiendi vile ambavyo unahitaji. Kwa hivyo faida ya kwanza ya mbingu zako kuwa wazi, unapata ya kwamba nchi yako ni mahali ambapo unakaa, mahali ambapo unafanya kazi yako, na ardhi yako ni zile vitu ambavyo unapanda, na unapata ya kwamba inapatwa kuwa wazi. Kwa hiyo faida ya mbingu kuwa wazi, unapata ya kwamba Mungu anasema ya kwamba nitabariki kazi ya mikono yako. So unapata ya kwamba kila ambacho unafanya unapata inabarikiwa. Katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 23, Biblia inasema ya kwamba na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako kitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga, itakujulia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Kwa hivyo unapata ya kwamba mbingu yako inakuwa shaba. Kwa hivyo unapata ya kwamba wakati unapoomba maombi yako haifiki. So unapata ya kwamba kuna kung'ang'ana. Chochote ambacho unaanzisha haiwezi kufanikiwa. Kwa hivyo unakuta ya kwamba maisha yako imejawa na mikwamo, imejawa na vizuizi. Kwa hivyo kila ambacho unahitaji, kwa hivyo kutafuta ni kumwambia Mungu ya kwamba nifungulie mbingu yangu iwe wazi. Mbingu yako ikiwa wazi, unapata ya kwamba changamoto yako haitakuwa sehemu ya maisha yako. Hautashindwa na makwazo, hautashindwa na discouragement. Ya pili, kichwa chako kinainuliwa juu. Kwa hivyo mbingu zako zikiwa wazi, kichwa chako kitakuwa juu daima. Ayubu akasema katika Ayubu 22:29 ya kwamba wakati watu watasema ya kwamba wamewekwa chini, mimi nitasema kuna kuinuliwa. Kwa hivyo mbingu ikiwa wazi, unapata ya kwamba mahali pako pa kazi, wakati watu wanakwama, unapata ya kwamba wewe hauwezi ukakwama. Kwa sababu gani? Kwa sababu mbingu yako iko wazi. Kwa hivyo Luka mtakatifu 3:22, Biblia inasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti katoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nipendezwayo nayo. Kwa hivyo kama unataka Mungu aweze kutangaza biashara yako, kama unataka Mungu aweze kutangaza bidhaa zako, kama unataka Mungu aweze kutangaza, Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alipokuwa akibatizwa, mbingu ikawa wazi na sauti ikanena ya kwamba huyu ni mwanangu, mpendeni yeye, mkubalini. Kwa hivyo ili ukaweze kupokea kibali, lazima maisha yako utamani utembee katika mbingu wazi. Akiinua unapata ya kwamba kazi, utapata kazi nzuri. Kuna watu wako na kazi nzuri, wako na mshahara nzuri, lakini hawana cha kuonyesha. Ni kwa sababu gani? Mbingu yao imefungwa, mbingu yao haiko wazi. Biblia inasema katika Zaburi, nataka tuone jinsi Daudi pia alizungumza, ama jinsi Daudi pia aliweza kusema katika Zaburi 3 mstari wa 3, na wewe Bwana u ngao yangu upande zote, utukufu wangu na muinua kichwa changu. Ni Mungu tu ndiye ako na uwezo wa kuinua kichwa chako juu. Mtu ambaye kichwa chake kiko juu ni yule mtu ambaye ako na heshima, mtu ambaye anapewa heshima ama anaheshimu wengine. Kwa hivyo faida ya tatu ni maisha yako yatatangazwa.
you'll have what we call divine famous. Utajulikana. Mungu anataka kutangaza kipaji chako. Alivyotangaza Daudi. Daudi alikuwa mfuga kondoo, lakini Mungu alikuwa amemwona kama mfalme. Kwa hivyo unahitaji Mungu aweze kutangaza biashara yako. Unahitaji Mungu aweze kutangaza ndoa yako. Unahitaji Mungu aweze kutangaza mafanikio yako. Daudi hakujulikana, lakini alijulikana kwa kuchezea Mungu. Kwa hivyo tutajulikana kwa kumtumikia Mungu. Ni utumishi tu ambayo itatupa sisi tukaweze kujulikana. Kwa hivyo kama unahitaji kujulikana, kama unahitaji amani, unahitaji huwa na jambo la kuonyesha, lazima ukaweze kumtumikia Mungu. Mathayo Mtakatifu 3:16 hadi 17, Biblia inasema ya kwamba naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama akapanda kutoka jamii na kutazama mbingu zikamfungukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huo akija juu yake. Mbingu ikamfungukia. Kwa hivyo ni mbingu tu, mbingu yako zikiwa wazi, utapata kwamba utafungukiwa. Ya tatu, upinzani wako utakomeshwa. Sio kila vita unapigana kuwa vile unaweza. Kaa na Mungu atakupigania. Biblia inasema maadui wangu ni maadui wako. Isaya 63, Isaya 64 mstari wa kwanza. Laiti ungepasua mbingu na kushuka, ili milima itetemeke mbele yao, kama vile moto uchomapo vichwa na moto uchomshapo maji, ili kuwajulisha adui zako jina lako, mataifa watetemeke mbele zako. Kwa hivyo kama unahitaji maadui watetemeke, tafuta mbingu ziwe wazi. Ya tano, Mungu anatunza, kukutendea mambo makuu ambayo huwezi eleza. Kwa hivyo nimeweza kukufundisha faida 5 ya mbingu kuwa wazi. Najua kwamba kuna mengi, lakini Roho wa Bwana atasiti kukuongeza, atasiti kukupigania. Kwa hivyo tembea ukiwa na kibali ya Bwana. Tembea ukiwa na rehema za Bwana. Na huyu Mungu hatakuacha